Na dunia sio ufalme wa Manyang'au, au Tanzania sio utawala wa Makambale, baba sharubu, mama sharubu, mtoto sharubu. Hakuna. Biblia inasema kanisa ni nguzo la Mungu aliye hai. Lazima watu waende kwa utaratibu. Kwa mazungumzo ya pamoja ndio uletaga sheria. Taratibu za sheria mnajua, sio bungeni, serikalini, mara bungeni, sio watunga sera nyewe mnajua. Baada ya pale inakuwa sheria inatafsiriwa mahakamani. Wasimamizi wa sheria ni vyombo vya dola, ndio vinasimamia utiifu wa sheria. Na dola, vyombo vya dola vinafanya kazi kwa gia mbili. Kwanza kwa sheria, lakini kwa amri. Amri. Ukiambiwa unaitwa polisi, uoji, utaoji ukifika polisi. Unatii kwanza amri. Sheria inamtaka askari kupa amri, simamisha gari. Amevaa kanuni ya Jamhuri ya Muungano, gari isimame. Unasimama kwanza, na anakutaka mambo kisheria. Nipe leseni yako, nipe kadi ya gari. Hawa ndio wasimamizi wa sheria. Inampa askari nguvu ya kupa amri. Na nyinyi wote ni madereva. Kuna udereva wa busara. Unamweza kule ameovertake gari hivi, mnakutana uso kwa uso. Kuingia ukuruhusiwi, unatumia busara, niingie kwenye shimo. Maana tukutana maafa ni makubwa zaidi. Kwa kuna wakati katika mambo ya usalama busara hutubika. Kwamba kesho msiandamane. Itakuwa jeshi la ajabu sana, kesho msiandamane. Sasa kwa nini? Ni sheria. Wenyewe wanajua pengine kule Mtukula kumevamiwa, au askari wako wachache. Hawezi kuambia kuna askari wachache msiandamane. Hawatawaambia vile. Watakwambia kwa sababu ya taarifa za intelijensia, tawanyikeni. Ukipata amri ya jeshi tawanyika, unatawanyika tu. Hapo unakuwa umetenda haki. Haki haidiwi shagarabaga. Na mimi nasema hivi, msiwaandae nyinyi wanasiasa, msiwaandae wa Tanzania kufanya vurugu. Unapokwenda hadharani unasema hii tume sio huru, unawaandaa watu kufanya fujo. Tunataka tume huru. Kama unajua tume hii sio huru, sio ya haki, kwani uliingia kwenye uchaguzi? Ni jambo la ajabu sana. Umeletea wali nyama hapa, nakula wali nyama. Sasa wali mbaya, afu na pilipili, huku nakula. Si ndio? Wali mbaya, afu na pilipili kali, huku nakula. Sasa mchungaji, acha unafiki. Unakulaje wali na pilipili? Si ungeacha. Sasa uchaguzi, tume sio huru, tume sio ya haki, afu naingia kwenye uchaguzi. Refali, unajua refali ni mshabiki wa Yanga, ataipendelea Yanga. Unaandaa kocha, anaandaa timu, unaingia uwanjani, nasema unafungwa magoli, nasema refali alikuwa mshabiki wa Yanga. Ukujua mwanzo. Hiyo yote ni kuandaa wa Tanzania kisaikolojia kufanya vurugu. Watu wote wenye siasa, wanasiasa wote imara duniani wanajua gharama ya msimamo. Gharama ya msimamo ni kukataa kushiriki uchaguzi ambao tume yake sio huru. Nje hapo umelizia. Naomba sana amani kwanza. Walisema wenzetu kilimo kwanza. Wengine wakasema elimu kwanza. Wengine wakasema afya kwanza. Wengine wakasema saa ya ukombozi ni sasa. Wengine wanasema mimi ubwabwa. Kila mmoja ana mambo yake. Lakini mimi nasema amani kwanza. Tusitengeneze Tripoli nyingine. Tusifinyange Baghdadi nyingine. Ukifanya hivyo ukiwa na nia hiyo, hautaiona kesho Mungu wa mbingu na nchi atakuhukumu. Kwa hiyo nimeshasema hivyo. Hiyo falsafa kwamba eti haki, amani ndio tunda la haki ni falsafa ya pumbavu. Mahali kama hakuna amani huwezi kudai haki. Mazungumzo usende mbali, hata kwenye familia yako tu na mke wako mnagombana, itapatikana haki hapo ya watoto kusoma? Kuna haki hapo kwa maana nalipe umeme? Haki inaanza mahali penye amani. Kunapoelekea uchaguzi huu, nasema tudumishe amani, amani na haki. Tuidai haki kisheria, ndani ya sheria, sio kiholela. Sheria inasema nini? Na wakati mwingine hawa jamaa, sisi jana hapa kanisani ulitokea moto, tukasema watu wengine watoke nje.
Kwa kadri serikali itahisi kwamba hapa kuna vurugu, itawaambia tawanyikeni. Na ni jeshi, na waomba chonde hasa vijana, msidanganyike. Mtu amekosa ubunge, kura zijatosha, asikutume kuandamana, mwambie tangulia wewe. Maana kiongozi kazi kuonyesha njia. Si unaona kule kunafanya fujo uone. Tawanyikeni amri ya kwanza. Komaeni. Jamani, komaeni. Tukomae tu. Mwambie komaa kwanza wewe. Kamanda, waambie vijana wakomae. Wasitawanyike. Haki haipatikani hivi. Haki haipatikani kwa nguvu, wakomae. Piga mbio, kamanda njoo komaa kwanza wewe. Hawa jamaa wana mawasha njoo. Utakomaa. Utatandikwa. Utapata kilema kisio sababu. Hiyo posho ya bunge atakuwa anakula yeye na mke wake. Atakuona siku ya kwanza tu hospitalini. Baada ya hapo ndio kuishi naye. Ndio kuishi naye. Labda sababu watu wengi mambo mmeingia kwenye mkumbo katika kambi ya sasa ni vijana, ni kwa ni vijana wadogo tuingie ukiwa mkubwa miaka 50, bado kijana. 45 bado vijana. Lakini manufaa ya mbunge yote sio manufaa ya mtu moja, ni manufaa ya jimbo zima. Wewe unufaiki chochote kama wewe. Kama nadhani komanda ile mama kuikabidhi serikali ile mama aanze yeye. Na kina mama manyumbani waambieni waume zenu ambao ni vijana miaka 45, 47, 48, 50, mwambie mume wangu tuna watoto bado wako shule, achana mambo haya. Mwenye nguvu mpishe. Utapata kilema tu bure hapa bila sababu. Tumeshapiga kula, turudi nyumbani. Maamuzi wanajua wao. Kama wataiba kula, Mungu atawalipa kwa wakati wake. Lakini msifanye fujo wala msiochoke kufanya fujo. Sasa mzee Upako, rais wa awamu anayefuata wewe nadhani nani? Nyinyi si manabii mbona mnatabiri? Sasa natabiri sasa. Si nitabiri. Natabiri rais wa awamu atakayeshinda uchaguzi. Atakuwa si unamuona? Rais ajaye kwa lazima anahitaji unabii kujua ni nani? Hahitaji unabii. Hata unamuona rais wa awamu anayekuja nani? Si unamuona huyo? Huyo ndio rais anayekuja atakayeshinda uchaguzi tarehe 28. Huyo ndio atakayetangazwa na tume. Wewe unamuona kabisa kwamba huyu ndio rais. Hahitaji unabii wala hahitaji kupiga amri hapa, hahitaji unajimu wala hahitaji kuwa na degree 3 kujua nani rais anayefuata baada ya sasa. Huyo ndio atakuwa rais wa nchi hii. Naona mpaka mpiga kamera ameinuka kusema nataka utabiri. Huyo ndio atakuwa rais wa awamu atakayeapishwa. Maana mkisani niseme ni nani hapa, mtafutia lawama bure, ila cha msingi tu rais wetu atakayefuata mimi nitaongea sifa. Awe na sifa ya kupambana na corona. Kwa kulingana na mazingira yetu. Kwamba wakati wa corona huyu alikuwa na sisi. Sifa ya kwanza rais atakayeapishwa, atakayeshinda awe na sifa ya kupambana na corona inayolingana na mazingira ya Watanzania. Sifa ya kwanza, hakuwa na mawazo kutufungia ndani. Bahati mbaya, lakini wale ni mbwa wangu wale. Nimewafungia asubuhi leo. Akati nawafungia waliingia kwa huzuni sana pale. Kwa huzuni sana. Pale nikiwafungulia pale, utashangaa wanavyocheza. Wale pale, wataruka hapa toja mpaka hapa. Spike. No. Utakufunguliwa. Hata mbwa hawataki kufungiwa. Hata mbwa wale hawataki kufungiwa. Lakini mtu yoyote ambaye chama chake kilipita nchi nzima kutaka serikali ya Magufuli iliweke taifa lockdown, hatufai kabisa kabisa. Sijui nani lakini kama yupo. Kwa sababu kama mtu alikuwa na mawazo ya kutufungia, wakishinda uchaguzi mwezi wa 11 wakiapishwa, wa 12 wataudia mawazo yao. Maana lockdown bado iko duniani. Wiki hii mpaka Trump ameugua corona. Na wao wanakopi mambo ya Ulaya.
Watakopi kule Ulaya huko lockdown, mpaka rais wa Marekani kwa lockdown. Wataanza wakishinda tu uchaguzi mwezi wa 12, mtanikumbuka. Watawaambia Tanzania wote tunakwenda lockdown kama Kenya. Ni wapiga picha hapa nikiangalia amko lockdown, lakini kiwatazama hamna hela. Ukiona nyingi 5000 hata kujibaraguza. Hapo ndio hatuko lockdown hapo. Hela hatuna. Tuweke lockdown. Mimi wale mbwangu nimewafungia pale, lakini chakula kipande nimeendea chakula. Wakitoka wanakula. Wewe unataka kunifungia mimi ndani, uniambie nitakula nini? Ni ukatili kabisa. Ni ukatili kabisa. Utamfungaje binadamu zako ndani bila kumpa chakula? Na umwambie mbadala wake ni nini? Kwamba nakufungia na mbadala ni huu. Unashabikia sababu wazungu wanafungia watu, sio kulio wapi, sio wapi wanafungia watu. Fungieni hawa, msiwachague. Mkiwachagua nasema bila aibu, mwezi wa 12 Tanzania nzima inakwenda lockdown. Tunataka watu ambao wanaamini Mungu. Kwa Mungu ana uwezo, atatulinda. Tukafanye kazi tutunze watoto. Tukafanye kazi tutunze watoto. Kwa hiyo rais atakayekuja wa awamu ya 5 wote mnamuona ni huyu, na ninachomuomba rais atakayeapishwa baada ya uchaguzi ukiisha alete taifa pamoja, maana itakuwa na majeraha, itakuwa na uchaguzi, nchi irudi pamoja, na Mungu atusaidie sana. Mtu atakaye anataka kuwa rais wetu atuambie baada akiapishwa, je, atatufungia? Na kama atatufungia anasemaje kama